بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. tukiwa katika sehemu yetu ya pili ya mhadhara wetu, na baada ya kumaliza sehemu ya kwanza ambayo ilikuwa ni kutoa elimu ya vitu ambavyo kutokuvijua vina matatizo, na ukivijua na usipofanyia kazi pia vina matatizo. Sehemu yetu ya pili tutazungumzia ukosefu wa elimu sahihi ya ndoa, namna inavyozalisha mitazamo mibovu. Ukosefu wa elimu sahihi ya ndoa, namna inavyozalisha ufahamu mbovu katika mambo. Baada ya kuwa mtu amekosa elimu sahihi siku zote katika jambo la aina yoyote, mtu anapokosa elimu sahihi ni lazima atakuwa na mitazamo mibovu juu ya lile ambalo amelikosea elimu sahihi. Bila shaka nyinyi mnasoma, mnaona tofauti iliyoko baina ya mtu ambaye amesoma katika lile alilolisomea na mtu ambaye hakusoma. Kichukulia masala ya afya, mtu ambaye amesoma mambo ya afya anakuwa ana uwezo kuchukua tahadhari na anakuwa na mitazamo sahihi katika upande wa afya kuliko yule ambaye hajasoma mambo ya afya. Mambo ya ulinzi, tahadhari ambazo anazo mtu amesomea mambo ya ulinzi ni tofauti na mtu ambaye hakusomea mambo ya ulinzi. Kwa katika jambo lolote ukikosa elimu sahihi katika hilo jambo, basi fahamu ya kwamba kuna mitazamo mibovu utakuwa nayo katika hilo jambo. Sasa hapa tutataja baadhi ya mambo. Tutataja baadhi ya nini? Ya mambo ambayo ukichunguza kwa asilimia kubwa mambo hayo yametokana na kukosa elimu sahihi. Na haya mambo haya ule mtazamo wake mbovu umebeba mustawa wa ulimwengu kiasi ambacho kuna vitu kivizungumza watu hawakuelewi, na nyinyi pia hamtonielewa. Kuna watu hapa hamtonielewa, ila kwa kosa ni dini tutazungumza hivyo hivyo. Usiponielewa leo utanielewa siku nyingine. Kwa sababu gani? Dunia ipo kinyume na mambo kama haya, lakini si mitazamo sahihi. Jambo la kwanza kabisa, umri wa kuolewa na umri wa kuoa. Umri wa kuolewa na umri wa kuoa, kwa lugha nyingine utoto na ukubwa. Unajua ni jambo ambalo linatakiwa kuzungumzwa sana, kwamba ni wakati gani mtu anakuwa mkubwa. Mara nyingi nikikutana na vijana wa vyuo huwa nawauliza, umeoa? Anasema sijaoa. Kwa nini hujaoa? Mpaka hivi sasa una miaka 18, 20, 22, 23. Kwa nini hujaoa? Bado ninasoma. Au hujui ndoa ni nini? Wengine wazazi tuzungumza nao sisi, mtoto wako hajaolewa mpaka hivi sasa. Mwanangu bado mdogo. Mdogo yule. Bado mdogo. Ndogo sana miaka 18. 18 imama kabisa yule. Sasa kuna haja ya kuambia watu kwamba kwani umri wa kuolewa ni umri gani? Alafu mtu anakuwa lini? Alafu ndio utafahamu ya kwamba dunia iko upande wa mashariki
na mitazamo sahihi ya dini uko upande wa nini, wa magharibi, na watu wameelemea huku. Kwanza, katika upande wa umri wa kuolewa, katika dini ya Kiislamu hakuna umri wa kuolewa. Wakati wote mtu anaolewa na wakati wote mtu anaoa. Hapa tuzungumzie dini, hatuzungumzii serikali, na nyinyi ni wasomi wa serikali. Nikizungumza hapa, akili yako usipeleke kwenye serikali wala kwenye dunia. Tunazungumza dini, mshaelewa? Tunazungumzia nini? Dini. Hapo kitambaa tufute maji. Narudia tena, katika sheria tukufu ya dini ya Kiislamu hakuna umri wa kuolewa wala hakuna umri wa kuoa. Yani hivi, soma utakavyosoma, kama ni Qur'ani kuanzia suratul Fatiha mpaka suratul Nas, kama ni hadithi kutubu sita zote na masanidi zote, huwezi kupata kipengele kimeelezea kwamba mwanamke ataolewa akiwa na umri fulani. Huwezi kupata, hakipo. Na mwanaume ataoa akiwa na umri fulani, hilo jambo halipo. Mtoto anaolewa ana miaka 7, 6, 5, 2, miezi, anaolewa. Tumeelewana? Na mwanaume anaoa umri wowote, anaoa. Na ndio maana ukisoma katika suratul Talaq, ndio Allah anasema wallai yaisna min almahidi min nisaikum in irtabtum fa'iddatuhunna 3 ashhur wallai lam yahidna. Hichi kipengele hiki ni ishara ya kwamba kumbe ndoa haina muda maalum. Allah anasema hivi, wallai yaisna min almahidi, na wale wanawake ambao wamefikia ukomo kutokwa na damu ya hedhi. Inirtabitum, ikiwa mtatatizika kuhusu muda wao wa eda, basi fa'iddatuhunna 3 ashhur, ila yao ni miezi 3. Wallai lam yahidna, na wale wanawake ambao hawajaanza kutokwa na damu ya hedhi, eda yao ni miezi mingapi? 3. Mkina nani hao sasa? Wanawake ambao hawajatokwa na damu ya hedhi ni wazee, si watoto wadogo. Sasa Allah akielezea eda ya mtoto mdogo, utakaa eda bila kuolewa? Huwezi kukaa eda bila kuolewa, kuonyesha ya kwamba mtoto mdogo anaolewa, na akishua na mume wake au akipewa talaka na kaa eda. Umekaa nyumbani mwenyewe unakuna kitoto cha miaka 3 kimekaa eda. Haya, mbona huyu kaka ndani katulia? Kafiwa na mume wake huyu. Sasa kwa kuwa sisi tumekaa mbali na dini, si ndio? Tuona jambo la maajabu. Maajabu gani Allah kaelezea ndani ya Qur'ani? Na ni aya katika ayatu muhkamat, aya ziko wazi kabisa wala hazina shaka ndani yake. Na ndio maana hata Aisha radhiallahu ta'ala anha aliolewa bado mdogo, ana miaka 6 au 7 katika baadhi ya riwaya, ndo kaolewa. Aisha kaolewa Makka. Aisha ameolewa wapi? Makka. Ndoa yake imefungwa Makka. Hijra, mtume kahamia zake wapi? Madina. Mwaka wa 2 baada ya hijra ndo Aisha anafikisha miaka mingapi? 9. Anavunja ungo. Baada ya kuvunja ungo akapelekwa kwa mume wake, mpaka mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anafariki. Aisha ana miaka 18, mtume anafariki, Aisha ana bado mtoto mdogo, bado binti. Sasa utasema kwamba kuna umri wa kuolewa? Sasa hawa dada zetu hawa walioko hapa, ukiwauliza kwa nini hamjaolewa, mimi bado sijakuwa mdogo. Una udogo gani wewe hapo ulipo? Kwa hiyo jambo la kwanza, ufahamu mbovu, sawa? Baada ya kukosekana elimu sahihi, hakuna umri wa kuolewa
wala hakuna umri wa kuoa katika sheria ya dini ya Kiislamu. Sasa kwa kuwa sisi ni Watanzania, sawa, na serikali imezuia kwamba umri huu mtoto haruhusiwi kuolewa, basi sisi hatutooa umri wa sampuli hiyo, kwa kuwa tuogopa kufungwa tu basi, na tunaogopa kushtakiwa na nini, na serikali. Lau kama serikali isingekataza tungeoa na watoto zetu wangeolewa. Unakuja nyumbani wewe unaona kijibinti chechecheza, mke wa mtu huyo bwana mwache, akikuwa anakwenda kwa mume wake. Na ndio maana kuna vitabu, kwenye vitabu vya fiqh wanaweka vipengele, ikiwa mtoto kaozeshwa, sawa, akiwa hajabaleghe akaozeshwa, baada ya kubaleghe akamkataa yule mwanaume, nini hukumu ya ndoa yake? Wanaochona naelezea. Na katika zama za Mtume matukio hayo yametokea. Binti kaozeshwa, alivyokuwa akakataa, sitaki, mimi simtaki huyu. Kesi kenda kwa Mtume, bana, huyu tumemuozesha, hamtaki mume wake. Mtume akatoa hukumu pale. Limeeleweka hilo Sambamba na hili, kuna tofauti baina ya kuolewa na kuingiliwa. Kuolewa ni kitu kando na kuingiliwa ni kitu nini? Kando. Mwanamke akitokwa na damu ya hedhi ndiyo ruhusa kisheria kuingiliwa, na mwanaume atapokuwa ameanza kuota ndiyo ruhusa na yeye nini? Kuingilia. Kwa hiyo baleghe ya mtoto wa kike na baleghe ya mtoto wa kiume ndiyo funguo wa kwanza kuandikiwa dhambi na thawabu, na ndiyo funguo wa kuruhusiwa kufanya tendo la ndoa, sio kuoana. Kwa hiyo wewe hapo unaweza ukaoa, lakini kama mtoto bado hajabaleghe, lakini ashaoa tayari, ni mume wa mtu. Siku kibaleghe anamwambia mzee wake, mzee nishakuwa tayari. Ushakuwa nenda kwa mke wako sasa. Na ndio maana jamii za watu ambao wanalizingatia hili, utakuta ile tathmini ya zina kwa wao ni ndogo. Kuolewa mapema na kuoa mapema kunazuia wimbi kubwa la zina. Limeeleweka hilo? Jambo la kwanza, umri wa kuolewa na umri wa nini? Wa kuoa. Hii mitazamo ya kiserikali kwamba mtu anakuwa mzima ana miaka 18 ni mtazamo wa kiserikali katika shughuli za kiserikali, sio dini. Kwa kuna baadhi ya kina mama watoto zao wameshakuwa, wanajifanya kwamba hawajakuwa kwa kuwa wana miaka 10 na ngapi? 14, 15. Mtu ashavunja ungo, huyo ni mtu mzima, huyo ni mtu mzima. Kipengele cha pili, jambo la pili, ndoa na masomo. Vijana ninapowauliza kwa nini hujaoa, nasoma. Mabinti nao wote tunawauliza, wewe mbona hujaolewa mpaka sasa? Mimi nasoma bado. Sasa mimi huwa ninawauliza, na hapa ninawauliza pia, msinijibu, lakini jibu utabaki nalo wewe mwenyewe. Wewe barobaro hapa ulipo, barobaro, ukishikwa na zile hisia za mwanamke wafanyaje? Wafanyaje? Kufunga hufungi, kula kila siku unakula, sawa? Vitoto ndo hivyo vyaonekana hapo vya kike vizuri vizuri, mwaviona, masoma navyo barabarani huko vipo, wafanyaje barobaro? Mimi mwenyewe hapa ingelikuwa huku Zanzibar kuoa ni bei rahisi, kwa huu muda niliokaa huku ningeoa. Na mimi ndo sitembei, nina takriban miezi miwili nimekuja Zanzibar, sitembei kabisa. Nimeweza kutembea juzi, nikiingia zangu nyumbani ndani, nikitoka nyumbani nakwenda msikitini kwa swali, narudi zangu ndani. So niko busy na shughuli zangu, lakini niko ndani, mshaelewa, sifanye shughuli yoyote, sionani na mwanamke aina yote.
lakini kuna wakati mwili unakataa. Umeshaelewa? Kuna vitu vinataka vitoke na utokaji wake umewekewa utaratibu na sheria, unatakiwa vitoke hivi. Utavitoaje? Umeshaelewa? Sasa umpigie simu mke wako yupo huko bara huko, sasa njoo bana huku, shughuli pia hakuna pesa ya kumtoa kule kumleta huku, wewe waumia. Nyinyi mabarobaro mpo nao humu mwatembea barabarani, mafanyaje? Mimi najua mnaumia sana, mnaumia sana. Mtu unajikunja tu kama vile tairi ya gari au kama vile jongoo. Sasa si uowe na nyinyi vijibinti nyinyi, mshaelewa? Hapo ulipo unaposhikwa na zile hisia, uko chuoni, wafanyaje? Kila mmoja anajua namna anavyofanya. Mabarobaro wa kiume wanajua wanavyofanya kupoza yale maumivu, na mabarobaro ya kike pia yajua kwamba tufanye hivi na hivi na hivi kupoza yale maumivu. Sasa swali linakuja, huo utaratibu unaotumia kupoza hayo maumivu unaafikiana na sheria? Kwa nini usitumie utaratibu unaokubalika na kisheria? Na wewe sasa hivi una miaka zaidi ya 18, kiserikali wewe unaruhusiwa kuoa, bali hata sheria ya chuo inakuruhusu wewe kuoa. Sasa kwa nini usioe? Ukioa unasoma vizuri sana kabisa, kwa sababu unaamka kila siku mepesi, unakaa na mke wako, ukiamka asubuhi unaoga zako vizuri kabisa, unakuja chuo akili safi, huna msongo wa mawazo. Kikipita kijibinti huna hata habari nacho. Lakini hapa ninafahamu nyinyi hapa, akipita ule mtolea macho, kutoka huku mtolea macho, na vijibinti venyewe pia vyatoa macho tu. Sasa ndoa na masomo kuna mafungamano? Hamna mafungamano. Simeshaelewa ndoa ni nini? Sasa kama umeshaelewa ndoa ni nini, ndoa na masomo kuna mafungamano? Ndoa kisheria ni wewe unapewa uhalali wa kustarehe na mwanamke, inakuzuia wewe usisome kustarehe na mwanamke, isipokuwa wanawachuoni wa Kiislamu wamependezesha katika zile marahili za awailu talabi mtu asioe, ambazo nyinyi tayari mmeshavuka. Marahili za awailu talabi, yani ndio mwanzo unaanza kusoma, wanasema usioe, kaiwe bila ya mke. Lakini sasa ushapiga hatua fulani, hatua gani? Wanasema ukishapiga hatua ambayo una uwezo mwenyewe wa kuwa tayari una reference za kutosha kwenye akili yako, sawa, una uwezo kufuatilia mambo, nikitaka kufuatilia jambo fulani nitaangalia kitabu fulani, ushafikia level hiyo ya elimu, oa. Na ndio maana tukitolea mfano katika zama zetu, ni kama vile mtu anasoma elimu ya msingi, sawa, hawezi kuoa, sawa, bado yupo katika hatua za mwanzo za nini, za kusoma. Wewe uko chuo kikuu, university, upo katika level ya mwisho ya elimu. Haya, wewe pia waanza kusoma leo? Oweni. Changamoto ambayo nyinyi mko nayo sio changamoto yenu nyinyi, ni changamoto ya wazee wenu. So hizi akili hizi mmezirithi kutoka kwa nani? Kwa wazee wenu, kwamba kuoa ni baada ya kumaliza nini, masomo. Na ndio maana kuna baadhi ya wanafunzi sisi tuliwaambia oweni, hasa wanafunzi wa kiume, oweni. Si wenzenu wana mahawara wako nao? Sasa wewe usiwe na hawara, wewe oa. Sasa baba akijua, usimwambie baba yako, wewe wazako kimya, wewe shekhe na shahidi, watu wanne tu, unaoa kimya.
baba yako mwenyewe yuko Mbeya huko, wewe uko Dar es Salaam, atajua vipi kama umeoa? Alafu kuna kanuni moja, ichukueni hii kanuni. Wanasema hivi, inna kulla shay'in yabda'u saghiran illa almusiba, kila kitu huwa kinaanza chini kidogo isipokuwa msiba peke yake, taarifa nzito. Fa inna almusiba tabda'u kabiran thumma tasghur, hakika msiba huwa unaanza mkubwa alafu unashuka. Msiba hapa shekhe, huu msemo kwamba mambo yote yanaanza kidogo kidogo afa inakuwa makubwa, isipokuwa msiba huwa unaanza nini? Mzito, alafu unapungua. Msiba hapa nakusudia taarifa nzito siku zote zitoe vile vile kavukavu. Sasa wewe unataka kuoa, mwambie tu mzee, mimi nishaoa. Atafanyaje? Ataripuka, pumbavu, huna adabu, ndio shaoa tayari. Lakini sasa siku ya kwanza atakuwa na hasira hivi, siku ya pili nini? Inashuka paka inapoa. Baada ya miezi 9, mzee, mke wangu kajifungua. Sawa, mlete mjukuu nimuone. Hawezi kukataa mjukuu. Umeshasalimika na mitihani ya wanawake. Na binti naye anisakaamua tu, baba anataka kuolewa. Wewe mtoto huna adabu wewe. Baba anataka kuolewa. Siku ya kwanza mzee atapuuzia, si ndio? Nenda chuo. Baba, siwezi kwenda chuo mimi, nataka niolewe kwanza ndio nitaenda chuo. Anamuita mke wake, wewe mama fulani, mzungumza na mwanao. Mama nataka kuolewa. Ile wiki ile watakuwa wako hivi kwa pressure. Wanatuliza kwa vile vile. Waonyesha pesa ilikuwa ni mabarobaro. Ukiwaambia mara 3 mara 4 wataka kuolewa, watajua huyu acha tumuozeshe tu. Sababu ile hatua ambao wewe uko nayo wao shaipitia, wanajua. Sasa ukikomana na ule msimamo, nataka kuolewa, wakikusumbua wewe mwambie mama yako. Watoto wa kike wana karibu sana na mama zao. Mwite mama yako, mwambie mama, wewe pia ulikuwa msichana kama mimi. Sio unajua hali zetu wasichana zinavyokuwa. Wadhania mimi nitafanyaje? Niambie mama, nitafanyaje mimi kuweza kustarehesha huu mwili wangu tofauti na ndoa? Au unataka mama mimi nizalishwe nije na tumbo hapa, hajulikani babake ni nani? Ukimwambia mama yako haya maneno yanamuingia vizuri akilini, atamwambia baba Majuma, tumuozeshe huyu mtoto aende chuo akasome vizuri. Sasa akioa anaweza kupata ujauzito. Ujauzito si kila anaolewa lazima azae. Jambo la kuzaa ni miliki ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Alafu kwa nani aliyekwambia mtu akiwa na mimba ndo hasome? Kwani humu chuoni hakuna wanawake wana mimba wanasoma? Si wamo? Na matumbo yao. Hakujifunda tumbo lake, anakuja na tumbo lake, kikaribia ile miezi anaomba ruhusa, hauna kujifungua zake. Pia sheria ya chuo sina kuruhusu kufusha mwaka. Bana mimi hili tumbo langu hili ndio kwanza tunaanza masomo na hii ndio ina miezi 8. Sasa inshallah nikijifungua nitaendelea na kusoma. Hakuna mafungamano yoyote ya masomo na kuzuia mtu kuoa au kuolewa. Ni fikra mbovu tu zimeganda katika akili za watu. Olewa uone kama hutosoma kwa raha. Na wewe barobaro oa uone kama hutosoma kwa raha. Tusoma kwa utulivu kabisa. Mmenielewa? Mmeelewa? Au nazidi kuwashughulisha tu akili. Kuna mambo mengine ukizungumza mtu anakuwa haelewi. Umempa jambo zito, akili yake haina uwezo wa kubeba. Kwa sababu badala ya kuelewa, yeye anafikiria tu namna gani sasa aelewe. Mmeelewa?
Allah afanyie pesi muelewe. Jambo la tatu, mitazamo mibovu. Hii mitazamo hii tunaizungumza kwa nini? Kwa ikhtisari sana. Yatakiwa kila mtazamo mmoja uwekewe mhadhara kamili, msemwe, msafishwe nongonongo hizo takataka zilizojaa katika akili zenu mpaka mtoke mkiwa mko safi kabisa. Swala la riziki hili, kila nilivyokuwa nikiliandika hapa namna kulizungumza, ninaona litanichukulia muda, yaani muda hautoshi. Riziki linawasumbua sana watu. Si nilizungumzeje ili muelewe? Manake hili swala hili linawahusu watoto wa kiume, nyinyi vijana mabarobaro, linawahusu mabinti. Wazazi wenu ndio msiseme. Na ndio maana hata wewe kuja kusoma kwako hapa ni kwa ajili ya kuogopa njaa na kutafuta nini? Kula. Hizi elimu mnazosomea nyinyi ni kwa ajili ya nini? Ya kula, sio kwa ajili ya dini, ni kwa ajili ya kula. Na ndio maana hapo akili yako hapo inafikiria kula basi, na akili yako hapo yafikiria ajira tu na pesa basi. Mshaelewa? Na ndio maana hapo ulipo, siku kifaulu ukamaliza kusoma, kile cheti kikapotea, unaweza ukazimia wewe. Umesafiri na mkoba wako unakwenda huko bara kutafuta kazi, kuna kampuni imekuita, leta vyeti vyako. Umefika pale bandarini kwenye kuchukua mabegi, ukachukua begi la mtu mwingine na ule mwingine akachukua la kwako, yanafanana. Paka nyumbani unafika, wafungua hivi utaona na simu, begi limejaa vifaa vya nini? Vya simu. Vile vyeti vyako sawa, umevisahau bandarini, kachukua mtu mwingine, na kwenye vyeti hakuna namba za simu. Unafanyaje? Utalala siku hiyo? Unaweza kuharisha, alafu hujui umekula nini. Waharisha, twenda chooni, waharisha mpaka alfajiri inaingia, wewe waharisha. Sasa dada zangu na wadogo zangu, katika vitu vinavyowasumbua watu sana kwenye swala la kuoa na kuolewa ni riziki, kula, maisha. Kwa sababu maisha yamewakaa hapa kwenye macho yenu, na Allah na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alishasema ya kwamba atakayefanya dunia mbele ya macho yake, Allah subhanahu wa ta'ala atatia ufakiri katika moyo wake. Sasa mimi hapa nitawasomea tu aya moja na hadithi moja tu basi, inawatosha, ili tusichukue muda mrefu hapa. Nikawasema sana, ikawa sasa kadri ninakuja kuwasema, sio kuwapa miongozo. Siku moja Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliingia msikitini alfajiri. Hadithi imetaja Imam Muslim. Alimtuma Abu Ubaida kwenda sehemu za Bahrain, kuna kuchukua jizya, kodi. Sababu asili katika miji ya Kiislamu Muislamu halipi kodi, analipa kodi ni kafiri, ndio analipa kodi. Kwa kafiri akikaa katika mji wa Kiislamu yeye ndio analipa kodi. Muislamu yeye anatoa zaka basi na sadaqa. Kwa hiyo Mtume alimtuma Abu Ubaida kwenda sehemu za Bahrain, kwa sababu kule aliingia mkataba na Mayahudi wa Bahrain. Kwa hiyo wakawa naishi Bahrain. Baada ya kuwa Mtume ameshachukua Bahrain, ipo chini ya miliki ya Waislamu, ikawa wanalipa kodi kila mwaka. Kwa hiyo ikifika muda fulani anamtuma sahaba, nenda kachukue kodi kule. Kwa Abu Ubaida akaja na mali nyingi. Ansari wakapata habari kwamba Abu Ubaida amekuja. Basi ile alfajiri ile siku ambayo iliingia, sawa, wakajaa msikitini kutoka milimani huko, watu wakaja msikitini pale. Mtume sallallahu alaihi wasallam
Alipoingia msikitini anaona msikiti umejaa. Leo mpaka watu wa mashambani wamekuja huku msikitini kufanya nini? Akauliza, akaambiwa Abu Ubaida kaingia na mali kutoka Bahrain. Kwa wamefuata mali hawa. Akaswalisha swala ya alfajiri Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sasa alivyoswali mpokea sema falamma salla Rasulullah insarafa. Aliposwali Mtume akajifanya kama vile haelewi kinachoendelea, akaondoka. Alipoondoka fata'arradu lahu, wakamzuia. Unaenda wapi? Wala hujui kilichotuleta huku? Fatabassama Rasulullah sallallahu alayhi wasallam hina raahu. Mtume akatabasamu baada ya kuzuiliwa pale, kushikwa kwamba hakuna kuondoka, baki hapa. Thumma qala, kisha akawaambia wale masahaba, adhunnukum sami'tum anna Aba Ubaida qadima bi shay'in min al-Bahrain. Mimi ninadhania kwamba nyinyi mtakuwa mmesikia kwamba Abu Ubaida amekuja na mali kutoka Bahrain, si ndio? Faqala, akasema ajali ya Rasulullah, ndio ewe mtume wa Allah, hilo ndilo ambalo limetuleta alfajiri huku. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema fa abshiru, pateni bishara, mali nitawapa. Wa amilu ma yasurrukum, natarajieni kupata matumaini kwa kile ambacho kinachowafurahisheni. Kisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema maneno yafuatayo. Haya maneno haya yashike wewe dada yangu, yashike na wewe barobaro, yashike haya maneno, na ikiwezekana hata wazazi wako pia waambie kwa lugha ya heshima na adabu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia hivi, fawallahi naapa kwa Allah, mal faqru akhsha alaikum, siogopei kwenu nyinyi ufakiri. Mal faqru akhsha alaikum, siogopei kwenu nyinyi ufakiri. Walakinni akhsha alaikum an tubsata ad-dunya, lakini mimi ninaogopea kwenu nyinyi Allah kuifungua dunia, dunia ikawafungukia. Kama busitat ala man kana qablakum, kama ambavyo ilifunguliwa kwa waliokuwa kabla yenu. Fatanafasuha, mkashindana kwenye hiyo dunia. Kama tanafasuha, kama ambavyo walishindana waliokuwa kabla yenu. Watuhulikakum kama ahlakatuhum, na ikawaangamiza hiyo dunia kama ilivyoangamiza waliokuwa kabla yenu.